anaweza. Kumaanisha ya kwamba mimi niliweza kujaribiwa na nikathibitisha ya kwamba hakika Yesu anaweza. Hata leo hii nikisimama, yale ambayo Bwana ameweza kunitendea ni mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikaweza kuingia katika andiko ambalo nimeweza kusoma katika Biblia ambayo tumesoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza 9. Maandiko yanasema wazi ya kwamba katika mji wa watu wa Benyamini kulikuwa na mzee mmoja ambaye alijulikana kwa jina lake Kishi. Huyu mzee alikuwa ni mtu shujaa, mtu mwenye nguvu. Ni mtu ambaye watu walimheshimu na watu waliweza kumtambua kwa mambo utajiri aliyokuwa nayo. Lakini siku moja ilifika ambapo mzee huyu alipoweza kuamuka na akapata punda zake wameweza kuchukuliwa, wameenda hawako. Huyo mzee akapatwa na huzuni, akapatwa na kilio, akiangalia mali yake aliyokuwa ameitegemea imeenda. Lakini akaanza kujiangalia na akapiga roho yake konde ya kwamba ningali niko na kijana ambaye pia ni mzuri na ako na uwezo. Akaamrisha kijana wake ya kwamba chukua mjakazi mmoja ili ya kwamba mkawafuate wale punda wetu walioweza kutoweka, ili ya kwamba mkaweze kuwarejesha tena. Haleluya. Na ndio maana sisi tukiwa hapa, kila mmoja anajua ya kwamba kile chake kilichoweza kupotea ataweza kurejea nayo kwake, maana kuna uwezo na kuna nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Sauli akachukua mjakazi wao, wakaanza kutembea wakitafuta. Nilikwambia kwamba ulitoka kwenu umekuja katika mji wa Nairobi, wao umekuja kutafuta. Na unaweza kutafuta ukazunguka ukapiga kona zote ukaja ukakosa. Ni sababu gani hii inakufanya unaikosa? Maana umekiuka, unajiona ya kwamba wewe una uwezo. Unasahau ya kwamba Bwana ndiye mwenye uwezo na Bwana ndiye mwenye nguvu. Yeye anaweza kukusaidia na kurejesha yale ambayo unayatafuta. Yeye ako na uwezo, anaweza kukusaidia kuyapata yale ambayo yaliweza kuenda yakaweza kuacha. Wengine kwenu mlikuwa na heshima, mlikuwa watu wazuri, watu wanaotambulika, watu wanaoonekana, lakini siku moja itafika utajikuta katika maisha ya shida. Bwana Yesu asifiwe. Utajikuta katika maisha ya shida, utajikuta katika maisha ya kuhangaika. Wakati kama huu ambao wametuandalia vizuri, wanaita umekula umeshiba, unaweza ukasema kwamba nimeshiba, lakini ndani ya moyo wako kuna mambo yanakusumbua. Haujielewi, haujielezi utaanzia wapi. Hauna sababu ya kuelezea watoto wako. Hauna chochote kile unaweza kumpa mtoto wako. Hakuna kitu unaweza kuelezea watoto wako. Wewe mwenyewe uko hivyo jinsi ulivyo. Nataka nikwambie ya kwamba leo hii kuna Yesu wa Nazareti yuko ndani ya nyumba. Yeye amekuja kuna nguvu na uwezo ambaye mtu akimchukua pamoja naye utaweza kupata vitu vyako na urejeshe nyumbani kwenu. Amina. Jina la Bwana litukuzwe. Maandiko yanasema ya kwamba Sauli alijaribu kutafuta kwenye milima, akizunguka pande zote katika milima ya Efraimu, lakini hakuweza kupata. Siku moja akawa anahangaika ndani ya moyo wake, akamwambia mjakazi ya kwamba huenda ikawa tunazunguka hivi tumekosa. Baba yangu anaweza akaanza kunikumbuka na akafikiria sana, akaniona kana kwamba hata mimi pia nimepotea. Sababu inaweza fanya huyo mzee akapoteza maisha yake. Ni heri tukaweza kurejea ili tumwambie tumekosa. Ndipo tena fahamu ukakuja kwao, wakasema ya kwamba na hapa kunaye mtumishi wa Bwana. Nataka nikwambie ya kwamba leo hii tunayo sababu ya kutangaza Yesu Kristo, ambaye yeye ndio mwenye nguvu, mwenye uwezo na mamlaka. Ndani ya nyumba kuna mtu anaweza kumpokea, akaanza kutembea
kwa uzuri. Alikuja ukawa akapitia katika mahangaiko, akapitia kwenye kilio, akapitia kwenye mateso, akaweza kuharibiwa hata mwili wake. Lakini kwa sababu gani mwili wa Yesu unaharibiwa? Ili ya kwamba maisha yako yakaweza kupata kibali tena, ili ya kwamba maisha yako yakaweza kutengenezwa tena. Ndio maana tutamtangaza mchana jioni ya leo katika mji wa Ngomongo. Tunatangaza Yesu ya kwamba lolote lile lililoshindikana kwake Yesu yanawezekana. Haleluya. Hatawahi shindwa. Yesu hatawahi shindwa. Aliletewa wagonjwa, Yesu akaweza kuwaponya. Akaletewa mpaka wafu, Yesu aliweza kuwafufua. Waliogonjeka viwete waliweza kumfikia Yesu, Yesu aliweza kuwaponyesha. Katika mji wa Naini kuna siku moja mama mmoja akawa anahangaika na lia kilio, maana mtoto wake yule tegemeo lake ameweza kumwacha na mpeleka kaburini. Wacha nikwambie leo hii kitu ambacho tunaweza ukasaidiwa nacho ni ya kwamba ukaweza kufika watu wako vizuri, lakini maisha yako hauwezi tengenezewa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa ukoo wanaweza changisha pesa, ununuliwe hata jeneza, wanaweza changisha pesa ili ya kwamba ununuliwe hata sanda, lakini maisha yako ili ya kwamba yakaweza kuwa mazuri, hapo hawako na hawezi saidia wewe. Ni lazima wewe mwenyewe uchukue gharama ukaweze kumtafuta huyo Yesu Kristo, yule aliyeweza kusulubishwa msalabani. Watu wakawa wanafurahia, lakini yeye anasikia uchungu akiwa pale msalabani, na akasema ya kwamba yote yamekufa. Yote yamekufa. Leo hii mahangaiko ya mtu yanakufa. Leo hii mahangaiko ya mtu yanakufa. Leo hii kilio chako kimefika mwisho. Leo hii heshima yako unarejeshewa tena, maana yote yaliyoweza kupotea wewe unayapata katika jina la Bwana. Maana yule Yesu tunayemtangaza, yeye ukiwa pamoja naye hakuna lolote lile utakalolikosa, hakuna lolote lile utakalolikosa kulipata, ama yeye akakosa kukutendea. Maana yeye ndio mwenye mamlaka, yeye ndio mwenye nguvu, yeye ndio mwenye uwezo. Anakujua ndani ya maisha yako. Siku moja akamwambia Ezekieli, akimpeleka katika kiwanda kimoja ambacho kimejawa na mifupa mikavu, na akamwambia Ezekieli ya kwamba nataka uweze kutoa unabii juu ya mifupa hii ambayo watu wameidharau, ambayo watu wameiona kana kwamba haina uhai wowote, lakini nataka siku ya leo ukaweze kutoa unabii. Ezekieli akamwambia, Bwana, hata kama unaniambia, lakini jibu liko kwako. Wewe mwenyewe ndio unayejua, wewe mwenyewe ndio mwenye uwezo. Naye Bwana akamwambia ya kwamba wewe usijali, toa unabii. Bwana Yesu asifiwe. Toa unabii. Maisha yako jinsi unavyotaka yakaweze kuwa, wewe mwenyewe hapa unaweza ukayasema, na unaweza ukajitolea unabii wako, unaweza ukajitengeneza maisha yako. Wacha kutembea katika manyumba zingine ambazo zimewekwa vitambaa kwenye milango eti kwamba unatafuta unabii wako. Nataka nikwambie leo hii ya kwamba unabii wako uko kinywani mwako. Ukiwa na Bwana Yesu Kristo, yote yanawezekana, yote yanatendeka katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Eti kwamba unatembea mpaka unaenda mahali pengine unaambiwa kwamba enda tafuta kukuvuza. Wengine wanasema enda leta mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe mwenyewe ni masikini, unazidi kuhangaika na mtu anataka kukula kutoka kwako. Wacha nikwambia kwamba kama kuna yule anayestahili kukula kutoka kwako, ni jina la Bwana ambaye ni Yesu Kristo. Ukipata yako leta hekaluni mwa Bwana, ili ya kwamba Bwana akaweze kukuinua na atazidi kukutendea mambo makubwa makubwa. Haleluya. Wataka kujifungua wakati mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Eti unaenda kwamba sasa mtu anakuambia leta msamaha, leta sijui nini, sijui leta vitu gani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilipoenda kwa mganga nikawekewa kiti na kuna michongo fulani ambayo
niwaambia kwamba roho ya umasikini ni mbaya. Mimi ilifuata baba yangu, na nikiangalia historia napata ya kwamba hiyo roho ilikuwa juu ya babu yangu, ambaye baba yangu pia alirithi hiyo roho, nami pia nikagundua na nikaona ya kwamba ninaendelea kurithi hiyo roho. Ikanibidi nianze kuikata ili ya kwamba mahusiano yangu na hizo maroho zikaweze kukatika. Hiyo roho tena ilikuwa inachipuka ndani ya msichana wangu wakati ule anapoenda kugraduate, naye magonjwa yakampiga sawa, ambapo msichana alikuwa karibu kufa, ambapo kama nasema uongo mzee huyu yuko hapa anaweza akawashuhudia. Bwana Yesu asifiwe. Na ilinibidi nikaingia hekaluni mwa Bwana, nikamuuliza Mungu ya kwamba mimi nilijua ya kwamba hii roho nilishaikata, na imekuwa namna gani tena inafuata mtoto wangu, badala ya apate kazi sasa naelekea kaburini. Haleluya. Wakati niliposema katika maombi na nikamwambia Bwana ya kwamba huyu akienda hakuna haja ni ubiri chini yako, maana itamaanisha itadirisha ya kwamba kumbe yale ninayo ya ubiri ni bure. Aibu ile itakayo nipata kwa ile mji mahali ninapohubiri injili, inamaanisha ya kwamba injili hiyo itadharauliwa. Ilibidi Bwana baada ya siku 2 nikishaomba, niliona msichana amesimama anatembea na akaenda mpaka town tena akarudi. Watu walipomuona walidhania nikona kwamba wanaona ghost. Nikapiga simu nyumbani, msichana akazungumza na nyanya yake, wakaona ya kwamba sio yule aliyemwacha akiwa ako chini. Imekuwaje anaweza kunena tena na cheka na anasema ya kwamba ametembea ameenda mpaka mji wa town. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni kama muujiza. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana nakuambia leo ya kwamba kuna vitu vingine wewe mwenyewe usipoweza kuamua na ukaweza kukata mahusiano yako nayo, yangali yanaweza yakajibuka tena hata kwa watoto wako ama kwa wajukuu wako. Na ndio maana tunapoingia ndani ya wokovu inabidi ni lazima tukaweze kuzama ndani sana na tukaweze kukata yale mahusiano. Bwana Yesu asifiwe. Hapa mahali sio mahali pa kufanya mchezo, maana ukifanya mchezo unaweza ukatoka na kilio, unaweza ukatoka na madharau, unaweza ukatoka kama unachekwa. Lakini iwapo unasimama katika msingi wa roho na kweli, ukiliamini hili jina la Bwana katika roho wa Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, unaweza ukatoka na heshima yako, ukaweza kuheshimika katika mataifa, hata wengine wakakosa na kukujua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Yesu siku moja akampata Simoni akiwa amehangaika akivua samaki na anakosa. Ametembea kwenye bahari, wamezunguka, wamefanya kazi usiku kucha, hakuna lolote lile ambalo amelipata. Naye Bwana akaweza kumtokelezea na akaweza kuchukua chombo chake Simoni, akaweza kukitumia akihubiri injili ya Bwana. Baada ya kuhubiri injili ya Bwana, Yesu anamwambia ya kwamba chukua sasa chombo chako ukaweze kuingia hadi kilindini, maana mali pale kuna samaki wamewekwa. Simeoni, namuona Simeoni akiwa bado anajiuliza, analia akisema ya kwamba hapa kwenye hii bahari nimeweza kufanya kazi, nimechoka, nimetoka mikono mitupu, lakini kwa sababu umesema neno lako nitaliheshimu. Simeoni anatenda jinsi Bwana anavyomwambia. Anapoenda ndani ya kilindini kwenye bahari mule ndani, Simeoni hatoki tena mikono mitupu, anatoka akiwa na samaki. Nataka nikuambie wewe mtu wa Mungu ya kwamba ni lazima uangalie sana unapoingia ndani ya wokovu, tenda jinsi ambavyo unavyoambiwa na watumishi wa Bwana yale wanayosema, maana Bwana ameweka nguvu na uwezo na mamlaka kwenye vinywa vyao ili ya kwamba wakaweza kukupatia the good direction. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kuja tufanye hii gharama yote watumishi
Yesu asifiwe. Kwa maana tunapokuambia ya kwamba Yesu Kristo anaweza, wewe amini katika hilo neno, wewe utaweza kutendewa. Bwana Yesu asifiwe. Tunabariki Bwana mikono zetu. Haleluya. Jina la Bwana likaweza kutukuzwa. Nimekuhakikishia kwamba iwapo umeokoka, maanisha ndani ya wokovu. Na ukae ndani ya wokovu. Usiwe mkuu mwingine ndani na mwingine huko nje. Mimi nilijaribu na nikaona madhara yake. Nikaanza kulia hasara ambayo nilienda. Hata ningelijua hiyo siku ningeliweza kukula. Maana leo hii wakati mwingine hata ninashinda njaa nikiwa katika maombi ya kufunga, na shinda njaa na sioni hasara. Kesho yake nikiamuka, ile jambo nililokuwa nimelifungia Bwana ananijibu. Ninaona kuna mafanikio, naona kuna njia ambayo Bwana ameweza kufungua. Lakini hiyo siku pesa zangu zilienda, lakini njaa nilisikia sawa sawa. Nikaweza kuangalia, lakini siku moja ilifika wakati nilipoweza kufanya maamuzi. Nilijikuta nikiwa chini ya mti, nikawa nikiketi pale peke yangu, nikawa ninajaribu kujirejelea. Nimejiita kwenye mkutano, naweza kuangalia huyu Mungu, naanza kuulizana maswali nikisema ya kwamba yule Mungu ambaye mama yangu aliweza kuita, aliyeweza kunifanya mimi nikamfuata, najua ya kwamba hata leo anaweza, na yeye mwenyewe alikuwa na sababu. Kwa maana nimewaambia ya kwamba Bwana hawezi kukuleta hali hapa kama yeye mwenyewe hana malengo. Bwana hawezi kukuleta hapa kama yeye mwenyewe hana mwelekeo. Bwana hawezi kukuleta hapa kama hana mpangilio mema juu ya maisha yako. Anasema ya kwamba njooni kwangu nyinyi wote mliolemewa na kulemewa na mizigo mizito. Mimi mwenyewe niko na nguvu, mimi mwenyewe niko na uwezo wa kuweza kuondoa mizigo yenu, ambayo mtu wa Bwana, mtu wa Mungu aliye mahali hapa unayenisikia leo hii, sijui ni mzigo gani nimekulemea. Nataka nikwambie ya kwamba wewe kuweza kumpatia Bwana, hata kama ni mzigo wa kwenu, kama ni mzigo wa boma lenu, kama ni mzigo wa ndoa yako, kama ni mzigo wa watoto wako, wewe kuweza kumpa Bwana, ili ya kwamba yeye mwenyewe akaweze kukutumia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukijifanya wewe mwenyewe unaweza, tumeona wengine hata wazazi wao wanajaribu sana kuwasomesha, lakini ile madigiri walio nayo wanamalizia kwenye mitaa wakiwa wamelewa chakari. Hawawezi wakajielewa, hawawezi wakaona sababu. Wazazi wao hawawezi wakaona mazuri ambayo ile gharama aliyoweza kuienda, akisema ya kwamba wacha nisomeshe msichana wangu, najua ya kwamba siku moja atapata mume mzuri atakayeweza kusimama pamoja na boma hili, ili ya kwamba kaweza kuondolea hii aibu. Nawe umekuja umeyaridhia pale ukiwa kwenye mji wa Nairobi, mahali ambapo matumaini yako yalipokuwa, ukijua ya kwamba wacha niende Nairobi ili ya kwamba nikaende nikajitafutie mama yangu apate heshima mzuri, hata boma letu nikapata heshima mzuri. Lakini kufikia leo hii hakuna hata heshima yoyote. Kwa sababu gani? Huko peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mchukue Kristo, tembea pamoja naye, naye ataweza kukutumia. Mungu wa amani akaweza kubariki. Amen. Bwana wa Yesu. Mpigie makofi tena, mpigie makofi tena. Nashukuru, najua injili haiwezi kuja na itoke bila kuchukua mtu. Najua ya kwamba yale ambayo umeyasikia, Mungu akuna sababu na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kabla tu move forward, ita ndugu yangu ambaye pia ni artist ili akatuchangamsha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nitamuita atuletee nini, you can connect Bluetooth. Connect Bluetooth. Sisi sote sisi